Tafuta mahali relax. Sasa wewe ni tajiri. Naona ikifika wakati wa neno, wewe ni wa Haleluya. 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 Kwa Yesu asifiwe sana. Unajua utajiri wa Ukristo ni neno. Kuna kitu mtoto wangu Benja anakuambia, kwa nini ukifika wakati wa neno unasikia ni kama ambaye mimi sikuhubirii sana. Kuna kaujumbe fulani tu ambako tunataka tusaidiane. Sawa? Hii ujumbe ni muhimu sana katika maisha yako. Amen. Hebu kuja kitabu cha Mhubiri. Nataka tuongee kitu hapa kwa Mhubiri. Mhubiri. Nataka nitumie 30 minutes. But kama unasikia vinyongo ya nyumbani na hautaki neno na umetoa sadaka, mimi nataka nikuhubirie kwanza before uzio baada zingine mpaka saa 9. Kwa mwisho wetu huwa ni saa 9. Huwa tuendi sana zaidi hapo. Tukienda zaidi hapo sasa huko kwingine Mungu mwenyewe ametaka. Umepata Mhubiri saba? Kwa sababu ya wakati. Na ningependa nilihubiri yote hii neno, lakini kwa sababu ya wakati naona tuanzie pale 7. Lakini yote huwa ni nzuri. Wacha nishukuru. Wewe Mungu uishie milele, uliyeumba vitu vyote duniani, ukaona Baba haitoshi, kinachokuridhisha zaidi ni kumuumba mwanadamu kwa mfano wako, na ukamuumba mwanadamu kuja kukuabudu na kulisifu jina lako. Na katika hiyo hali Bwana, maisha yetu yatakuwa salama kwa sababu ya Mungu tunayemwabudu. Na mbali ya kumwabudu tu Bwana, kuna vile Bwana husema na mioyo ya wanaomwabudu. Na hakika Baba, hata kama shetani anaandama watoto wako, lakini kwa jinsi hii ninavyowaona katika hili kanisa, bali na mambo yote yanayokufuata, hawa watu wanakupenda sana. Wanakupenda Baba. Angalia nguvu na neema aliyokuwa nayo, ya kwamba ameacha siku vitu vyote akakufuata wewe. Bwana wangu, hakika wanakupenda. Ni vile tu shetani ambaye anazidi kumtafuta, lakini kwa neno lako litazidi kumpoa kwa shetani na kumweka mahali panapostahili. Asante kwa kuwa Bwana utaniongoza vyema mwanzo na hata mwisho, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mhubiri 7:7. Kitabu ni cha Mhubiri 7 kuanzia mstari wa 7. Sikiliza, nzuri sana. Inasema, sema bwana. Kweli jeuri humpumbaza mwenye hekima. Haleluya. Amen. Na usiwe mwepesi kunipigia makofi kama hauelewi. Kunipigia makofi kama mtu ambaye anielewa kuondoa uwepo wako. Amesemaje? Kwanza nianza kusema ni kweli. Si ndio? Ndio. Kweli nini? Jeuri humpumbaza mwenye hekima. Kwa hivyo ukiwa mjeuri unapumbaa hata kama ulikuwa na hekima. Hata kama ulikuwa mzuri. Hata kama ulikuwa na sifa. Unapumbaa, wajima, pumbaa. Unasikia Claire? Sio yule Claire tunayemjua sasa. Huyu ni Claire wa kupumbaa. Akupumbaa. Kwa hivyo jeuri unafanya unapumbaa. Kwa hivyo watu wa jeuri wamekuwa mazuzu, ni mazombi. Lakini wanaona wanatembea, kwa sababu mazombi pia nao wanatembea wakinusa harufu za damu za watu.
Zombi huwa halijishughulikii maisha yake. Zombi linatafuta kwenda kuua mwingine. Ndio. Ulikujaje uzombi? Kwa sababu kuna vitu ulikatazwa usivitumie. Ukavitumia ukajipata umekuwa zombi. Niliwaambia maandiko haya ama Biblia hii, haleluya, Amen, haikuandikwa heti sisi Biblia itufuate. Halo? Yes. Ni sisi tufuate nini? Biblia. Tufuate maandiko ya Bwana. Na tukifuata hiyo maandiko basi tumemfuata Yesu. Amen. Halo? Amen. Amen. Lakini tunaweza kujipata tumekuwa wajeuri. Na mtu mjeuri sio yule ambaye anaanza kuokoka. Hata ukimfanya ukaandika mfanyikazi leo au mjeuri anakutii. Hata kisichooshwa anaosha. Hata vyombo vilivyowekwa tu huko yeye anavichukua, yaani anataka kuonyesha kazi yake vile ilivyo. Haleluya. Au jawe ajiriwa kazi ya nyumbani mpaka bosi anamwambia huku si usiwe. Lakini wewe unaenda kwa sababu unataka nini? Uonekane umekuja kufanya kazi vizuri kuliko yule mwingine. Lakini ukishasomea kazi unaanguka time yako sasa. Tena unajiambia siku moja na mimi siku moja na mimi. Lakini kuna ile siku moja ya ujeuri. Ile siku moja ni ile ambayo unafanya bidii. Amen. Ile ambayo ni nzuri sasa. Ni ile siku moja ambayo unafanya bidii na hauna ujeuri. Amen. Na bado utaendelea kuheshimu Mungu wako. Amen. Bwana, sio wale ambao wameokoka juzi juzi. Wale ambao wameokoka juzi juzi wanakuja kanisani mapema sana. Ni watiifu mbaya. Yaani mtu akishamjua Mungu kidogo tu, yaani hata pengine hata Mungu mwenyewe hata haujaandikwa mahali unastahili uandikwe. Pengine hata ripoti ile haijamfikia Yesu bado iko kwa wanafunzi inaenda. Wewe barua iko posta pengine haijafikia ule mwingine. Haleluya. Amen. So kumbe ujeuri unaweza fanya ukapumbaza mtu. Ukajiambia vitu zako. Ukajikariri vitu vyako. Haleluya. Amen. Ukaacha yale makariri ya Mungu. Ukaacha yale maelekezo ya Bwana. Wangapi wanapenda kuelekezwa na Mungu? Sasa nikuulize swali. Mungu anakuelekezaje yeye? Atakuelekeza kwa njia gani? Unapenda neno? Hapo umegafulika tu. Unapenda kwa sababu unasikia mwenzako anapenda. Lakini ukiangalia ndani ya roho yako iko sheria ya neno. Haleluya. Amen. Kwanza nizungumzie kuhusu kanisa. Kanisa ilikuwepo kabla wewe hujazaliwa. Kabla hata ukiwa na umri gani hapa, kanisa ilikuwepo. Ijapokuwa zamani kulikuwa hakuna mashine zinaweza tambua hiyo dawa. Inaweza tambua hiyo kansa. Na ndio maana wazee wa zamani walikufa na kansa, wengine mkasema wameuliwa na majini. Basi kule maana ile ya kitambo sana. Unasikia? Ile mtu anaenda kutibiwa mpaka inakosekana matibabu tena mnakuja kumwangalia kwa nyumba. Ni wakati huo kulikuwa hakuna mashine ya kutambua kama huo ni ugonjwa gani. Lakini zilipokuja zilijulikana kansa ndio zinaua watu sana. Unaelewa? Ndio. Hello? Yes. Unasikia hapo? Namba 2 ni ukimwi. Ukimwi unapongwa na Yesu peke yake. Amen. Ukiwa kwa Yesu hata ukiwa na ukimwi, mradi umeamanisha hiyo inaenda. Yaani itayuka hata utajua vile itaenda. Na utaishi ni kama vile una ukimwi. Amen. Ni sawa? Lakini si ugonjwa ambao unaondolewa na dawa. Namba 3 ni kile ambacho mtoto wako alikuwa anakizungumzia. Amebeba glasi. Amekupatia homework ndogo lakini ni kubwa.
Sasa unaona sasa hii unaweza choka kukaa, si ndio? Nikamwambia usimame. Utachoka kusimama. Unatamani kukaa. Unatamani utembee. Utachoka kutembea. Unatamani usimame. So kila chochote unachokifanya kwa muda mrefu huwa kina uchovu wake. Sasa the moment ambapo utakuwa na stress mengi sana, ni kama kuna kitu unakisababishia ndani ya mwili wako. Unasikia? Kuna mahali kutakuwa na failures fulani hapo na kitakuwa ni ugonjwa. Ugonjwa ule ndio maana unaambiwa hata ukipata daktari huwa ikipanda anaishukisha. Ni nini hiyo? Wewe umeshikwa na pressure kwa sababu gani? Amen? Amen. So pressure huwa inapanda ikishuka. Sasa kwa nini hawakuja na madawa ya kwamba iondoke? Sasa ukiishi na pressure, umeishi na wewe na chui wako. Una twins umepata, kama hujawahi kuzaliwa na twins, sasa kuna wako umemzaa. Unaishi na pressure. Hakujibu lakini pressure na dawa yake kubwa ni kile ambacho mtoto wako amekwambia. Ubebe hiyo mizigo, mpelekee nani? Yes. Na ukimpelekea Yesu atakuondolea pressure. Amen. Sawa? Namba nimefika namba ngapi? Wewe hesabu wewe. Sasa nakusaidia na hujaenda kwa daktari. Namba 4 ni mtoto anaitwa kisukari. Anakukula. Ukimkata hapa kesho unakuja kusikia patako. Watu wanakatwa miguu sababu ya sukari. Na huwa haiishi kwa mwili. Ni upate uponyaji. Kwa maana unaona kuna mtu mwingine alikuwa rafiki yangu alishikwa na kidonda cha mguu. Akipona kikaendelea kama kinamkula, akakatwa mguu. Nikakuja mguu huku, akakatwa miguu. Nikampata kwa mikono, akakatwa mikono. Sasa yeye ni mtu wa wheelchair na alizaliwa hana sukari. Tuishi kwa Mungu atulinde na magonjwa mabaya. Amen. Sawa? Ndio. Haleluya. Na kama tumepatana nayo kwa sababu ya kwamba tulikuwa hatujaokoka, yuko Yesu atakayetuondolea haya maradhi yote. Amen. Kwa hivyo nisikie ninataja hapa ukasema hiyo yanaponywa kwa sababu ya yule uliyemfuata hapa. Amen. Ndio maana yanatajwa hapa ili yeye anisuluhisho. Mnaelewa? Yeye ndio suluhisho wa shida yote. Yesu hajawahi shikwa mpaka na roho ya mauti. Amen. Kama anaweza kuponya mtu ambaye amekufa na wewe uko hai na mpaka sasa unamwamini, ni nini ambacho kinaweza kushindikana kwako? Muamini Bwana atakuponya hata kama hizo vitu nimevitaja uko navyo. Halafu kama umetajiwa na umejua sababu vinaletwa na nini, wewe unajua ukimwi unaletwa na nini. Si ndio? Unajua pressure inaletwa na nini? Si ndio? Kwanza hizo vitu viwili dili navyo kwanza. Wewe hizo unaweza dili navyo mwenyewe. So unaweza kuviacha kwa sababu ya kwamba umeamua kumpelekea Yesu maisha yako. Hata kama vilikupata, lakini Bwana atakuponya, na akikuponya uwe makini sana katika maisha yako. Amen. Alafu haya mengine, peleka hiyo mizigo yote, hizo shida zote, hizo stress zote, kama ni ya ndoa, kama ni ya uchumba, kama ni ya kazi, mwambie Yesu anaweza. Amen. Yaani mimi namshukuru Ayubu, bali na mateso yote hakushikwa na kasukari, alipigwa tu na mapepo. Lakini mwili wake ulikuwa na vidonda, lakini alikuja akarudi kwa fresh. Amen. Na hakuwa na pressure ya mke wake kwa sababu alikuacha. Hakuwa na pressure. Hata watoto walienda, mahali yote ikaenda. Kama ingekuwa ni wewe, tungekuzika kwa mzima. Kwanza ukiachwa na yule baby, tunakuzika. Mimi sitaki kwenda kuokota michanga hadi kwa sababu mtoto wangu amekufa kwa sababu ya mwanamke.
Sababu ya wanaume. Hapana. Wewe akikufa kwa ajili yako hiyo roho ende kupatana huko mbinguni ikikulilia. Mmefurahi hapo? Mbona kwa moyo ni kama kuna kacheza kadoli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So anasema mbali na hiyo yote, heri mwisho kuliko Mwanzo. ulianzaje. Ukianza na vita, maliza na amani. Amen. 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 Wacha tusikie vizuri. Na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Unasikia? Uvumilivu ndani ya roho kuliko mwenye roho ya kiburi ana uvumilivu. Umesikia? Mwenye roho ya kiburi ana uvumilivu. Yeye hujiamini vile anavyojisifikiria. Sema tena amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni vizuri uanze na roho, umalize na roho. Mambo mengine ukija kuyapata yako hivi, mwambie Bwana, wewe ndio ambaye unafaa unishike mkono wala usiniachilie. Amen. Nijapopita katika uvuli wa mauti, Bwana Yesu akaja akashangaa watu walikuwa wanaanza mbio, wakasema zile mbio za kwanza ziko wapi? Maombi yako wapi? Kufunga kuko wapi? Imani iko wapi? Bidii iko wapi? Halo? Endelea. Tusome kwa sababu ya wakati. Amen. Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Usifanye haraka ya kukasirika ndani ya roho yako. Kwa maana hasira haifanyi jambo zuri mbele za Bwana. Amen. Kwa hivyo unaweza kasirika. Hasira ni ya shetani, asilimia kubwa. Na ndio maana unakuwa hasira na kaa kifuani kwa mkubwa. Chunga na watu wanaokasirika ovyo ovyo. Amen. Kwani shetani anategemea nini kwako? Anategemea hasira. Ndio maana unaweza uwa mtu na akaondoka, alafu ukabaki wewe ukazubaa. Wangapi wana hasira? Yaani wote kuinua mikono na nakujua. Nakujua wewe una hasira. Ana hasira. Hata madhabahu za Mungu zinajua. Hata wazee waliokufa anasema kulizaliwa mtoto wa hasira. Kuna mama akikasirika anaweza tetemeka mwili wote. Akashikwa mpaka na choo. Na anaweza kesha akaongea hiyo neno moja. Anarudia. Anaona kama hujamsikia, kumbe ni hasira. Anarudia. Akikuona umekaa na kuja kuongea mbele yako hapo. Haleluya. Haleluya. Utaona anajipanguza kitu, unajua watu wengine bwana. Yaani hasira. Sema amen. Amen. Usikae na hasira. Hasira haifanyi jambo zuri mtoto wangu. Amen. Sasa wewe ukikasirika ukikuja TV, nani alinunua? Nani amerudi nyuma? Ukasirika upige simu yako, kuna mwanangu mmoja alikutaka. Na hiyo simu umenunua pesa yako, imagine. Hata mimi sijui. Hata kama ni mkoba, sio ndio ulikuwa umelipia peke umefika hapo. Haleluya. Amen. Usifanye hata huduma, hata kwa ndoa. Kuna mahali ukiona mwana wako amekasirika sana, wewe rudi chini. Hasira na hasira zikikutana ni vitu vibaya sana. Haleluya. Kuna mwingine akiona mume wako ako na hasira, ukinyamaza wewe unajua na wewe ni mjinga. Hapo ni kuwasha hao. Kuna wengine wana mkono wa paka. Unashangaa amefikaje mpaka ametoa makamasi.
na ulikuwa una mafua. Haleluya. Amen. Una avoid vitu vingi. So hasira unaweza avoid vitu vingi. Alafu hasira hauwazi kama yeye mwenye kuwaza mwenye hasira. Hata wakati wote kama una hasira usiandike message. Ukiandika message unaweza kutusi. Unaweza kutembeka bongo ukaibonyeza ikafurika window. Haleluya. Hasira ni mbaya. Na Shetani anaitumia sana. Haleluya. Amen. Unaweza wacha kitu kizuri kwa sababu ya hasira. Kuna mwingine alikuwa na hasira, mzee alikuwa na hasira sana. Siku moja bibi yake akasema huyu naye na hasira zake lazima nimlishe mama ya mtoto. Akamwekea chakula hapo. Anaongelea kuongea akaangalia analia anakula, akamwekea ile papa sinakaa kama kakanga nini. Na jamaa kaweka kijiko hapo. Na anaongea tu anamwambia na kupiga bibi yake akasema bado kuangalia ni wapi ulikuwa acha kuongea kama jamaa alikula papa ya mtoto wake. Ukipata mama baya na ujuzi anaondoa kibakula na kuwekea hiyo pesa. Ukipata leo unakula wapi? Utafanya nini? Na wewe mwenyewe ndio unasema atakulisha. Hata wewe kule mama akulishe au kule mama mwenyewe alafu utakumpiga mama nusu wewe uone wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So hasira ni mbaya. Endelea. Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Ndio. Maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Umeuliza nani mwenye hasira? Basi mimi nasema hivi kama neno alivyosema, mwenye hasira ni nani? Nisaidie, mwenye hasira ni nani? Sisi mimi ninasema nasaidiwa na mapasa wenzangu hapa. Kama mtaki kunisaidia, uniambie, mwenye hasira ni nani? Ajua ni nani? Mwenye hasira. Kuna mtu ana hasira hapa? Mbona mnaikuonyesha mikono? Na mimi najua wako wenye hasira. Wako hata mtu anaweza kukosa kuongelea kwa nyumba, anaweza kukosa kuongea wiki nzima na linakula lakini lina hasira. Hiyo hapo si hasira. Umeambiwa ni nini? Umejua sasa si hasira ni nini? Ndio kufanya na kazi. Kwa hiyo hasira inapumbaza mtu. Upumbavu inamaanisha mtu amepumbaza. Umesikia? Umepumbaza? Umepumbaza. Kwa hivyo ukiwa na hasira wewe ni mtu ambaye unakaa kupumbaza. Na hata unapoongea kitu chako kwa ajili ya hasira hatuwezi kukusikiliza. Kwa hivyo mtu mwenye hasira si vizuri kusikiliza. Ndio maana ukiongea kitu kwa hasira unasema sikujua kama nilikuwa naongea hivyo ni kitu cha hasira. Tunaona hata wanasiasa wakiongea wakiwa na matempa alafu baadaye wanakuwa waombe msamaha. Kwa sababu wameongea vitu vibaya. Haleluya. Amen. Endelea. Usiseme kwani siku za kale kupita siku hizi. Endelea. Maana si kwa hekima. Uulizavyo neno hilo. Ati mtu anauliza, kwani unayemuuliza alikuwepo kama ukutana naye sahihi. Wazamani hawako. Ni historia zao. Sasa wewe mtu wa hasira anaweza kuuliza vitu vingine hata unashangaa. Unajua mtu wa hasira unaweza kuuliza chochote. Hii kikombe imeoshwa na nini? Kwani kila siku inaoshwa na nini? Hata unaweza kuuliza, hii ni chumvi. Nakwambia hoja. Unajua ni chumvi ndio naambia ni nini? So mtu ambaye ako na hasira hana hekima, hata vitu anavyoviuliza ni vya maajabu. Nataka tuende kwa sababu ya wakati. Endelea. Hekima ni njema. Yes. Mfano wa urithi. Naam. Yes. Nayo ni bora kwao walionao jua. Endelea. Kwa maana ndio hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi. Hekima ni nini? So ukiwa na hekima haufanyi kitu kama hujafikiria. Na ndio maana pesa yako unaiweka mahali ambapo unafikiria. Ndio.
Hapa siku hizi wamama wanatembea pesa kwa mshikilia. Hapo unaweza kwenda kwa kipochi kumbe kwa. Hawa ni wakali. Pesa ndio unajua kuiweka. Ati akiba hamjui kuiweka. Yaani unakuwa na hekima ya kuifanyia kazi ile fedha. Unajua tu kabisa, hata ukose kulipwa, utakasirika. Ile nimefanya kazi yako makini. Sasa kwa Mungu pia kuhitajika hiyo. Amen. Haleluya. Amen. 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 Endelea. Kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi. Na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima umhifadhi yeye aliye nayo. Amen. Hekima inamhifadhi yule aliye nayo. Yaani unaweza kuwa bora bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu ndani yako kuna hekima. Endelea sababu ya wakati. Tumefanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Mambo hayo yote nimeyaona mimi katika siku hizi za ubatili wangu. Yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake, yuko na mtu mwovu azidishaye maisha yake katika udhalimu wake. Hebu rudia. Mambo hayo yote nimeyaona mimi katika siku za ubatili wangu. Ameyaona yeye katika wakati wa utukutu wake. Yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake. Yaani anapotezwa na haki yake kwa sababu gani? Yaani wao sana kujiona kwa kabila. Bado kapotea. Halafu yule aliyekabili akaja katikati na muovu, akamusikiliza muovu zaidi na akajisahau kwamba yeye anajisahau mwenye yake, mpaka akafanya yale yule muovu ambaye anamwambia. Amen. Unajua wewe unajifanya uko wapi, lakini unaweza ongozwa na kani. Unajua nini wanaume, unaweza kujifanya uko sawa, ukaja kuongozwa na kabiti na kufanya kuona tu. Haleluya. Amen. Yaani Samson na nguvu zake zote. Lakini mimi si Delila. Delila alijua siri. Akushikachika masikio. Akachimba kidevu na maneno mazuri. Hekima ikaisha. Haki ikaisha. Wanawake kiboko. Mwanamke akiamua kukuangusha, anakuangusha. Mwanamke akiamua kukujenga, anakujenga. Yaani yeye amaanisha vitu. Alisema huyu, si unajifanya wewe ni mzuri. Akiamua wewe ni mwanaume. Nani ambaye anasema hati hapa ni mwanaume, yeye hawezi amshwa na mwanaume? Wewe unamshinda Samson wewe. Yeye yani saa zingine yule mwanamke anakuangalia tu anakusamehe. Kwani hiyo? Hata yule mke wako uko naye. Anaweza kuamka usiku akasema sijui ni muue. Hapa wacha nimwache hizi. Anaangalia watoto lakini wacha tu alee watoto. Sasa akiwa kwa jiko wewe uko huko. Akiwa kwa jiko wewe uko huko. Unaweza kula hata mikojo na usijue. Na ukakorogewa vizuri kwa juisi ama chai na ukakula. Kwa hivyo uishi nao vizuri hao watu. Ukijaza utakula mikojo, mavi, mpaka kwa mboga. Wewe cheka hata pengine utakula. Ndio maana mwambie muishi nao kwa akili. Mwanamke usipoishi naye kwa akili anaweza kufanyia vituko vya aina yoyote. Amen? Amen. Haleluya. Amen. So kuna mtu mwenye haki. Na anaweza potea kwa haki yake. Na akaja akashikana na mtu mwovu, ndo akapotea kabisa. Maliza. Amen. Yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake. Yuko na mtu mwovu azidishaye maisha yake katika udhalimu wake. Usiwe na haki kupita kiasi. Wala yaani usijifanye. Yaani wewe, yaani unajifanya mwenye haki, yaani mpaka na hukumu wengine.
kujilinganisha na Mungu ya kuhukumu wengine. Amen. Acha kuwajaji wengine. Hata Mungu yuko kazini kwa ajili ya hiyo. Amen. Na kwa sababu unatuona tuko hai kwa sababu Mungu ametupatia hiyo neema na anatupenda kuliko wewe unavyotufikiria. Amen. Endelea. Usiwe mwovu kupita kiasi. Yeah. Samahani. Usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno. Kwani niangamiza mwenyewe. Usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu, kwani ufe kabla ya wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kuna watu wengine kumbe hufa, yaani anakufa haraka kabla ya wakati wako. Na hiyo inaletwa na nini? Kwa kukosa kuambiwa, na anapoambiwa anajihesabia kuwa mwenye haki. Utakufa. Hai. Kumbe kuna watu wengine hata vifo vingine Mungu hata usiki. Sasa wewe ukataze pombe, uende baa, ukapige chupa. Nasema Mungu alikuwa amepanga. Sasa zingine mnamwambia Mungu amepanga, Mungu amepanga. Wewe nikuulize, kifo cha Yuda, Mungu alikuwa amepanga? Si alimruhusu shetani? Ndio. Vifo vingine Mungu hatapendezwi kabisa. Na Mungu anatuambia tukisikiliza yeye tutaishi kwa yeye. Na atatuepusha na mabaya. Kwani mabaya ni yapi? Ndio watu wanasema siwezi kusikiza huyu, wala siwezi kusikiza huyu. Amen. Hii dunia mwanangu, usiposikiliza wale ambao Mungu anawatumia, hakuna mahali unaenda. Na usiposikiliza mzazi wako aliye unajua na mbele, hakuna mahali unaenda. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kinachoitwa heshima, Wahenga walisema haiuzwi. Nidhamu haiuzwi. Hekima huitafuta kwa sababu ya unyenyekevu ya kunyenyekea Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kama kuna neno huwa nalipenda ni sana sana ni haya ya mafundisho, kwa sababu mimi siwezi kumjua Mungu nisipotongwa. Haleluya. Amen. Unaweza kuniambia nipokee but lakini niko mbaya. Hizo vitu nikipokea vitaniua. Ukifungua ukadani unachokora tu utaona ugoro huko ndani. Kumbe inakulipukia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kila kitu kina mafunzo yake. Ndio unaambiwa usiende kwa ndoa kama haujajiandaa basi. Maana kuna wengine wanarukia ndoa lakini hawajui vita vya ndoa. Ndio unaenda na unarudi change. Unakuja kusumba mabasa baba. Uliambiwa tulia mwanangu kwanza. Hamkusikiliza wazazi wenu. Moto ulikuwa umewaka. Sasa ilikuwa ni moto wa injili wa kipepo. Ibada ukiona ina makofi, Yesu yuko wapi? Amen. Kuna mali wale wanafunzi wa Yesu hawakupiga makofi. Amen. Walikimya. Baadaye Yesu aliposema sasa msaliti na kula pamoja na yeye akasema yupi? Lakini walikuwa wamenyamaza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna kitu kizuri mtoto wangu kama roho yako kumkabidhi Yesu, alafu kukaa katika unyenyekevu, alafu kukaa katika mafundisho. Hakika mtoto wangu kuanguka kwako katika maisha yako sio rahisi. Hata mtu atangojea uanguke, lakini kuna kitu kina raini ndani ya akili zako. Amen. 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 Sometimes unaona wazazi watu wanaitwa wazazi. Hakuna mzazi yoyote anayeombea mabaya juu ya mtoto wake. Ni sisi watoto wao tunaona ya kwamba ni muda wako. Sababu hakupitie, hakupita hapo. Pia yeye alifikia lakini akaona madhara yake. Kwa hivyo anakuambia vitu usikutane navyo. Amen. Sisi tunakosa kuwasikiliza alafu tunakuja tunajutia. Na maandiko yanasema ukiwasikiliza wazazi wenu siku zako kwanza zinaongezeka zinakuwa nyingi. Kwa hivyo siku zako ziko kidogo. Kama msikilize mzazi wako zimepunguzwa. Naona wao wasikize wazazi. Sasa wamejua kabisa zimepunguzwa. Zimebaki ngapi? Naona kwenye baadhi wako wamezipigia mahesabu. Haleluya. Amen. 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 Yaani unaweza kuishi kama wewe umejizaa mwenyewe. Alafu wewe mtoto wako una uchungu naye. Wewe unaona yeye mzazi ana uchungu na wewe. Yaani wewe bado umezaa wapi? Wewe umepiga mafuta
ana uchungu na wewe. Wewe kama utakujua mzazi ana uchungu na wewe, unaona mama yako anaweza kukuja bila fare, asikie muli amepatikana kitu kibaya. Yuaje bila fare na miguu. Hapo Shibeliza anapaona hapa. Tumbo la cheza hivi. Utumbo wake umebadilika, umekuja mgongoni. Mama sikila mtu hata wanampigia honi, anapigia muli. Lakini kwa wakati kalikuwa sawa, kalikuwa kasikizi. Ati mama amemaliza muda wake. Kwani amekufa? Umemzika? Wajua mwanangu, siwezi kukuambia ubarikiwe na magari kama hivi vifungo uko navyo. Lazima tujiachilie hivi kwanza. Ndio tukukwambia ubarikiwe. Maana hiyo pia ni njia moja ya kutufunza kama hujawaidiwa. Amen. Anasema usiwe muovu kupita kiasi, wala usiwe pumbavu, kwani ukufe kabla ya wakati wako. Mtu unaweza kumwambia wacha usishikane na huyu, ukienda na huyu mtu mahali utapotea wewe, na mtu atakwenda kukusikiliza. Unaambiwa huyu mtu ni robari, uizi wake ni wa marobari, na wewe unasema ni sweba wangu. Yesu anasikia kwa pigo risasi na uwezo wa Mungu. Nasema ni Mungu amepanga. Vitu vingi watu wakanya watu huwa hawasikii mpaka walione. Na kuliona ni baya. Amen. Sasa umejua unaweza kukufa wakati usiokuwa wako na ukapotea, na wale waliokuwa na kusupport hata wakuja. Unajua wewe ukipatikana kitu kibaya, hao marafiki waliokufanya kwa kitu kibaya wanaweza kukosa kukuja hata masikini kwako, lakini mzazi wako ni lazima, familia yako ni lazima. Amen. Sasa watu wa muhimu wa kila wanakwambia mambo mabaya na wao marafiki. Wewe utawaona, unafikiri kwa mabaya hao, hautawaona. Hapo ndipo ambapo mzazi wako atamlilia Yesu, hapo. Hapo ndipo familia yako itamlilia Yesu, hapo. Na hao wengine wote wamekuondokea. Ufuate Mungu ukiwa na heshima ya familia zako wewe. Amen. Ninakwambia ukweli. Kama kuna watu hawezi atana na wewe, hata ukiachwa na watu ambao wanakupenda ni familia yako. Amen. Nataka nikwambie ukweli mwanangu. Hata uweje, hawa watu utabaki kwa na wao, hata uwaone hawana maana utabaki kwa na wao. Hata muone mamako sio kitu, kwa sababu wewe ni mrembo kuliko yeye, bado haujafika urembo wako. Amen. Urembo kwanza wewe. Unajua Francis Atola akisema shanzi sana, si kwamba ametukana. Yaani wewe unajiona mrembo. Wewe ni mrembo kuliko mama. Kama ingelikuwa si mama ungekuja na urembo wako. Ati kwa sababu leo unajua kujipaka watu. Ati kwa sababu leo unajua kusonga nywele kuliko mama. Ati leo unajua kudesign madera kuliko mama. Hauwezi hapo. Yaani kudesign kwa kitovu huko ndani. Amina. Ukapiga matumbo yote, ukapiga mateke yote, na ikafika wakati design ya kwanza ambayo mamako alikuwa analia ni ile kupiga pumzi ili utoke wewe. Amen. Kwa hivyo hauko sawa bila wewe. Nitakwambia, na hata ukinichukia kwa ajili ya huyo mama, wewe nichukie. Ukinichukia kwa ajili ya familia yako, wewe nichukie. Wewe mwenyewe kwanza una laana. Sasa nichukiaje na utake kusamehewa laana? Utakaaje rafiki yako? Mimi nilipokuwa pale, mbona anasema nasikia tu matumbo ya kucheza vile, namwangalia mtoto wangu. Si baba anacheza matumbo, nasikia yani yale maombi. Wengine wameheshimishwa na wazazi. Umeachwa.
Umedanganywa. Wale watu wanajua thamani. Mnashindwa mpaka na hao ambao mmesema mmetoka kwao hao Waislamu. Wanasema pepo yao iko chini ya miguu ya kina mama. Ndio wanaenda kwa Mungu chini. Lakini Amen. Endelea. Ni vizuri kwamba ulishike neno hilo. Naam. Hata kwa neno hilo. Tena. Usiuondoe mkono wako. Kwa kuwa mtu yule amchaye Mungu atatoka katika hayo yote. Atatoka katika hiyo dhiki, atatoka katika hizo shida, atatoka katika hizo vifungo, atatoka katika madhara, atatoka katika hizo kiburi. Amen. Hayo kwa mtu kumwabudu Bwana. Kuna mahali unasikia nilikuwa tendi vizuri, ni rahisi kutoka. Mungu anakutoa. Yaani Mungu anadinda hiyo roho yako. Amen. Kuna siku nilikuja nikasema hata nyinyi wanawake ambao mko na bwana. Amen. Unajua bwana yako ni kitu cha muhimu katika maisha yako. Acha tu nikwambie ukweli. Kwa sababu huyo mama pia asingekuwa na huyo mzee usingetoka. But kwa ndoa za sasa si kama zile za nani. Wewe ukipata kushikilia. Unajua mimi nimeona asilimia kubwa utakuta mwanamke anacheka vizuri nje na marafiki na watu wengine, lakini akifika kwa nyumba yeye amenyamaza. Sisi wanawake ndio tunasababisha waume zetu watoke nje. Sasa unanikasirikia. Unaona namruhusu mume wako, mimi ninamkataza. Wewe ndio ufanye ya kwamba sifikirie nje. Kwani unioni? Ulifanya nini huko baba? Yaani kwa wengine unacheka, kwa pasta wako unacheka vizuri, baba bro, unanyeshimu. Anza na mume wako. Amen. Sawa? Ndio. Heshima ionekane wapi? Ukikosa kuheshimu yule mwanaume hata ukija kwangu wewe ni pretenders. Umenisikia? Ndio. Hata kumheshimu nani? Mume wako. Sababu ile ni boma lako ile. Ile ni foundation yako ile. Amen. Baba wa Kristo anaweza kubadilisha wakati wote, unaweza toa kanisa lile, lakini yule ni mume wako. Amen. Na uigange ndoa yako katika misingi ya Mungu. Hata kama anapayuka huku na huku. Ndio maana nilikuja nikakwambia kuna mwanamke mmoja nilimpenda sana. Aliongea kitu akasema mambo mengine nitaongezea, mengine hapo yaongea lakini nayaongezea. Akasema mimi siwezi shindana na mume wangu anayetoka nje. Yule ambaye anachezewa kule nje, mimi ndio amana kuliko yule ambaye anachezewa kule. Atafanyiwa kila aina ya taekwondo, lakini wewe kila kipeka niletea pesa na kama nahitaji yangu haitokeshi. Wewe ndio umecheka, umeelewa? Lakini huyo mwingine ambaye sasa hana maana anapigisha mipira, mara amepiga kona, mara ameenda kwa penalty, mara ameenda na wewe mwenyewe unasema nimepata. Kumbe wewe ni wanja wa mpira. Amen. Kumbe wewe ni wanja wa mpira. Baada kuwa mipango ya kando. Sasa bali kuna mipango ya kando hapa ndani. Nimeongea hata kwa sababu kama nasema ya mbele unajiangalia. Shetani ashindwe. Akasema mimi ndio kiboko. Kwanza yeye amegirika huko. Amemwona ukuta kifika huko. Anaingia kwa dirisha tu kujibana bana kwa sababu mtu mwenye akili anaelewa. Lakini kule wewe unajua uwanja ndio unakuwa. Kule uwanja mkubwa duniani ni gani? Ni Arsenal ama ni Manchester?
Kama wa Barcelona. Haleluya. Amen. Sasa akasema mimi ndio maana. Unataka ananitimizia, anifanyia hoteli, mimi kitu namuombea tu Mungu amwepushe na magonjwa. Amen. Lakini wakudanganya ndio wale ambao wanakubali kudanganya. Sasa wewe sasa uko familia wa mtu. Na unajivunia naye. Wako muone wabaya. Unaona wewe undani wewe. Unaona wewe ni zombie. Haleluya. Amen. Lakini si tuongea kweli. Sukuli unatoka huko. Unataka kuwa huko. Haleluya. Amen. Kwa maana kitabu cha Mithali kinasemaje hapo? Mithali inasemaje? Hiyo 14. Kitabu cha Mithali 14:12 nasema. Sema. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Yaani anajiona ndiye anatembea hapo sawa. Yaani yuko sawa kabisa, yaani haamiliki. Hakaliki. Yaani pia anafikiria, anajiwazia, mpaka anatembea wewe. Ingia mauti yule ushika mwanangu. Haleluya. Amen. Twende. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Yes. Lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kama hautasikiliza kile unakana, kile unaambiwa na Mungu, ushawisha ni kubaya. Mwambie mwenzako umesikia? Ni kubaya. Tuanze kujipanga bwana. Mwambie tuanze kujipanga. Mwambie. Mwambie ndio ni moto. Tumezoea pokea, lakini sasa sisi tunapokeza sisi. Mbali na ukali wako huo, huwezi kukata mchumba. Iko njia ionekane sawa machoni kwa mtu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Endelea. Hata wakati wa kucheka, moyo huwa na huzuni. Saa zingine unaweza kuona jitu linacheka. Linacheka tu, watu wana huzuni. Unajua hatukusikia lakini tunacheka tu ili pastor siji. Lakini wewe tunapambana na hali. Na kama hujasikia utaenda kuiona. Wewe usikie umwambie Mungu sitaki kwenda huko. Amen. Haleluya. Amen. Maliza. Hata wakati wa kucheka moyo huwa na huzuni. Mwisho wa furaha ni uzito wa moyo. Moyo zito. Halina furaha tena. Kwa sababu tulimwambia usiende nayo njia, sasa ameenda akadumba, akabonga, akapigwa, akakata sikio, akapigwa meno, amerudi hapo. Akasema nitaweza kuruka hiyo chiku. Kwani utanipangia? Wewe ndio nileta likoni. Wewe ndio uliniambia niokoke. Si nilikuja mwenyewe. Yesu akasema, "Wacha." Unajua watu walipoabudu ndama, Mungu alikasirika sana. Mungu akawaua polepole. Hapo shindana na Musa. Amen. Akawachika chui kama mabaki wawili. Haleluya. Amen. Amen. Maliza. Hata kuna nyingine hapa inasema hivyo hivyo, hiyo Mithali 16 pia. 16:25. Nadhani ni hiyo moja tu. 25. Nasema ni 16:15. Mithali 16:25 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Maliza. Nafsi yake mfanyakazi hujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii.
mapepo fulani. Kila kazi usiyoifanya kuwa na discipline haina faida. Haleluya. Kazi za laana hazina faida, lakini kazi zilizobarikiwa na wazazi zina faida. Amen. Usifukue na business ukadharau watu wengine kwa kusikiliza. Usiajiriwe ba chunga. Mungu anapokuongelesha chunga. Amen. Haleluya. Amen. Maliza. Mtu asiyefaa kitu uchimba shimo la madhara. Kumbe mtu asiyefaa kitu ndio ujitibia shimo. Hana kazi, kumbe ile kazi ya kujitibia. Yale mawazo ya kujitibia. Ile akili ya kujitibia. Na itamuingiza kwenye itakupatia madhara. Amen. Babaya sasa. Sote wenzako wanaenda ukasema na mimi naenda. Angalia bado unaenda ni wapi? Amen. Amen. Haya. Maliza hapo. Mtu asiyefaa kitu uchimba shimo la madhara. Katika midomo yake mna moto uteketezao. Alafu kwanza moto yeye midomo yake mwenyewe ni moto unachoma. Unajichoma yeye mwenyewe, unachoma huduma yake, unachoma vitu vyake. Yaani kulingana na vile maongezi yake, pake Mungu anasema mbona huyu mtu anaongea vibaya hivi? Unakuta tu vile vitu ambavyo ulikuwa unavitegemea vyote vinachomeka. Ushawahi kudarau mwanaume? Kamwambia mwanaume si bibi niolewe na wewe kuangalia chifa mimi. Ushawahi mwambia hivi? Alafu ngaje ukapatana zato ukatamani hata heri yule. Hii dunia. Na dunia kuna masomo mengi sana. Kuna chitoha. Na vize we. Umetoka Chino umeenda Duruma. Alafu kaja ukakutana na mgamba sasa na kuuliza mwiti waka. Alafu kaja ukakutana na mjaluo anakusalimia sasa. Hiyo nande. Yaani unafananishwa kila aina ya kabila. Bado umechanganyikiwa. Hata watu wanaokutana wanakaa wanakuona umechanganyikiwa. Twende. Mtu mshupavu huondokesha fitina. Na mchongezi huwafaraganisha rafiki. Unasikia? Unasikia mtu wa mchongezi? Sasa wewe ni mchongezi. Yaani unaweza ona mahali watu wanapatana, wewe ukaenda ukaingilia. Kuna watu wakakosana. Wewe ulikuwa unafanya nini? Rafiki yangu. Mungu ameenda kuunganisha mtu. Watu wakichonga, wewe unaenda kuchonga maneno. Haleluya. Amen. Lakini ndio vizuri. Kama kuna siku nimebarikiwa tu. Siku ambayo inaende. Lakini kama ningesema uchawi wako ana macho na hata inakokosa. Mwenyewe ni mchawi. Mungu kwa nguruwe bana. Huwa ni mtamu. Sasa mnataka neno gani kama mpendi hii? Haleluya. Amen. Wacha niingize na dream. Mtu mkali humshawishi mwenzake. Humwongoza katika njia isiyo njema. Umenisikia? Kuna ukali wa kurekebisha na kuna ukali wa kupoteza kabisa. Unaweza kuwa mkali kwa kupoteza kabisa. Lakini kuna ukali wa kumleta, ukali wa kukushauri ama ukali wa kupigwa na mzazi wako, hakutaka upotee.
Lakini ukali utakwenda kupatana na marafiki. Rafiki yako kwa ukali Daudi anakupiga mpaka chuma. Lakini mtoto wako haupigi chuma, anachukua slippers ama kafimo ama kambao. Hata kuku zako wewe huwezi kuzipiga na mawe. Lakini jirani ambaye amekula mahindi yake anaipiga jiwe, anataka kujua. Sasa hii mtu wako ama mtu ambaye anakupenda hawezi kukutolea ukali. Unajua Yesu alikuwa analinda kanisa. Sawa? Akakuwa mkali akasema hapa sio pango la wanyang'anyi. Alielezea sio kuna mahali mtu anapotoka na kuelezea, lakini mwingine anakupotosha kabisa. Amen. So ama ukali wa mtu ambaye anakupenda huwa ni mzuri sana. Amen. Hakufanyi vile vitu ulivyotaka, ana discipline. Wewe hujawahi discipline mtoto wako? Wewe hujawahi discipline mtoto wako? Bora unaongea ni muoga. Baba yuko hapa si ndio? Anaona jaribu ulidiscipline. Unamtaji. Sasa bora sisi Mungu akitoa na tuongelesha hivyo, hatuseme mbele. Amen. Bora Mungu akitaka kutupatia discipline, bora sisi atushangilie kwa Bwana. Unasikia hiyo? Hiyo ni ya watu waliochoka mpaka maisha wanasema sasa maisha imefika. Nimelala hapo kwa mretibu baba ni uwe. Amen. Haleluya. Amen. Maliza. Afumbaye macho kusudi lake ni kuwaza aliyopotoka. Unaona kwanza kuna watu wengine yani unamwambia vitu haangalii. Kumbe linaweza kwenda kuanguka, linaweza kwenda kupotea. Haleluya. Amen. Baba Bwana Yesu asifiwe. Alibe. Ataiwe Yesu. Yesu pekee. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yaani kajitu kamefunga macho, yaani unajua kitu unaweza kwambia usiende huko akasema ndio nikiamba kila sekunde amebadilika. Hakuna kitu kibaya kama unaambia mtu na amekufungia macho. Ni sawa sana mtu ambaye anajifanya anasinzia lakini mawazo alionayo ya kupotoka. Yaani kufunga macho inamaanisha sikio lake halikusikizi wewe. Yaani yupo tu anasema ongea tu. Mimi najua kabisa. Unajua kuna watu jana tulikuwa hapa, si ndio? Mungu akawaongelesha, wakaguswa. Watu wengi waliokoka bado wewe. Watu wengi walikusikia mzito wa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Halafu jitu fulani hivi lileta fikiria ni kama mfano neno hili ni lake, kama sio Mungu kutupatia neema hii ya kuambiana, sisi tungekuwa hapa leo. Unajua, wacha niwaambie, kama Mungu anakupenda kweli atakusomea. Amen. Na pasta ambaye kila wakati anakwambia pokea njugu, pokea mjele, pokea biriani, mwanangu unapotea. Kuna watu walikuwa wametegemea Mombasa City. Alipokufa alitesa watu. Ndio maana Mungu hakutaka watu wategemee mwanadamu. Amen. Watu walikuwa wanatoka huko mpaka Nyakulo. Sasa kuna watu wanacheka hapa, najua niliwaona na mawinguni. Wewe unataka kufunga nini inamsumbua? Hapo feri. Amekusaidia kwa watoto. Juisi ya mtoto, mikate ya mtoto. Rogani hivi. Mulienda. Mwambie mwenzako nakumbuka wewe tulienda sote. Amen. Hebu maliza hapo. Afumbaye macho. Kusudi lake ni kuwaza aliyopotoka. Kusudi lake ni kuwaza kilichopotoka. Kubali maonyo, ufunguke macho.
Kubali maonyo, ufunguke akili. Kuna vitu unavyoviwaza mwanangu vinakupotosha. Kuna watu unaoshikana na wao wanakupotosha. Lakini yule ambaye anakwambia kweli anataka ufanikiwe. Amen. Wewe unapotea kwa sababu unaona hiyo njia yako unayoshika iko sawa. Na Mungu anasema hiyo njia inakupeleka mauteni. Haya mawazo yanakupeleka mauteni. Hizo fikira zinakupeleka mauteni. Na wewe umeshika hiyo. Sawa, tutakutajia. Tunataka tujue kweli. Sawa. Kuna afadhali nienda kujua kwa makumba kwa harusi. Amen. Kwa sababu ya vile na huyo mtoto wangu kuna wakati alikuja akashuhudia hapa akasema, nakumbuka shuhuda wako, ukitaka kushuhudia vizuri nenda kwa YouTube yetu. Kwanza hata wewe hata YouTube wewe upitie. Wewe umeona kiburi. Unasema mimi niangalie Yerusalemu kwani mimi ni mjinga. Wakia Mungu wewe. Haya. Akasema hivi. Mimi kuna wakati nilikuwa sisikizi mtu yoyote. Hata babangu akiwa mwenyewe sikumsikiliza. Lakini yale niliyoyapata. Ama mkusikie? Sikia. Bali na yeye mwenyewe yuko hapa amevaa macho nne leo. Na huyu alikuwa baba wa mahali. Keka kama baba harusi na wamekaa karibu hapo. Cheki hiyo macho nne. Wewe kanisa kule hata kudai. Wewe unaona macho nne wewe. Kama akawapatia ushauri watu wengine. Sikilizeni kile mnachoambiwa. Kwa sababu kama mimi ningelijua ningesikiliza, lakini sikujua kitakachonipata. Lakini sasa nilipokuja mahali hapa na nikasikiza mafundisho ABCD na nilipokalisha baba wa kiroho pamoja na mume wangu, niliona mwangaza, niliona kama ambaye maisha yangu yanaanza tena. Amen. Alienda Saudia zikarambwa sote. Akasikia utamu wa injili vizuri wa Saudia. Unaniona? Wewe sio ni macho. Kutii ni bora. Kama maandiko yanasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Sasa wewe usisikilize. Wewe uone tu kama vile watu wako kufundisha, kwambia yule Mungu yeye ndo anakufundisha. Si ndio? Umemaliza? Maliza basi. Aikazae midomo yake. Aikazae midomo yake. Aikazae midomo yake. Hebu angalia mwenzako ukiona mdomo wake tu unakaa hivi hivi. Yaani kidogo mtu ameniangalia. Yule ni mtu yani hata chakua kila anaangalia. Yaani sasa ndio umefunga midomo. Femu kwa hapa. Ndio umefunga mdomo. Umekuja lini? Matatu. Kwa salama. Umekuja vizuri. Saudia kwema. Kabisa. Karibu tena Kenya. Wow. Aitwa Kavei. Anaitwa Kavei. Babake yuko pale. Unaona babake? Mama, unaona babake? Unaona babake? Squeeze. Hebu simama. Simama watu wako. Wamekaa size moja. Huko. Amen. Sasa unaona ile msichana. Wewe ni mrembo. Tafadhali sio msianze mambo yenu. Wewe Morezo. Nini? Nilimsimamisha lakini sikusimamisha niongoze. Amen. Sasa yule alitoka hapa. Si ndio? Unaona vile mama anajieka. Akisubaa yule anaweza pitwa na huyu. Unaona vile mama anajieka. Hapo sawa. Yule ni mtoto. Haleluya.
Amen. Sasa yule anaitwa Faith. Na wewe unaitwa nani? Priscilla. Priscilla amemzaa nani? Kwa hivyo Faith asipomsikiliza huyu, yule anapata laana ya nani? Ya nani? Kwa sababu huyu ndo aliyemzaa yule. Mmenisikia? Ndio. Maombi yao yote aliyoyafanya ni kwa sababu ya yule mtoto wake. Faith, unaona hapa kumejaa baraka, kumejaa ghorofa, kumejaa kila kitu kizuri. Unaona hili hapa lilifura. Wakati wako lilifura. Kwanza mimba ya kwanza mama inaumiza. Mapaja. Ulikuwa umebeba mapaja? Kwa sababu tumbo vile ilikuwa imefanya. Nilikuwa sifanyi kazi lakini hapa nilikuwa na. Ulikuwa na Sana. wewe unapenda kula? Yaani ulikuwa unapeleka sana. Mpaka tumbo likawa kubwa. Alafu watu wakakwambia umebeba mapaja. Hapa kuna nyota nzuri. Kuna nyota nzuri. Kuna nini? Nasema kuna nyota nzuri. Amen. Na akijua kuvitunza ni haraka maisha yake kutoboa. Amen. Amen. Na kukosa kujitunza ni haraka maisha yake kwa nini? Kuharibika. Haleluya. Amen. Mama Mungu akubariki. Na pia tunashukuru kuona Faith ameenda Saudia na amerudi salama. Ni furaha kubwa sana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wacha tumalize kabisa sasa. Midomo yake hutokeza mabaya. Aha. Kichwa chenye mvi. Ni taji ya utukufu. Usimuone mtu ana mtu ukamdharau. Kuna mwingine aliua watu ati kwa sababu yeye alimuona ana mvi akasema ni mchawi. Wewe nao utakuja kumea. Amen. Wewe unao kimea ukatwe. Kwa hivyo Mungu wewe ni utukufu. Zinaanza sasa. Sasa unababaika kweli yani. Amen. Umbi ni nzuri. Umbi zinaleta heshima. Lakini wengine siku hizi watoto wamezidharau. Umenisikia? Kwa hivyo naambiwa mtu mwenye umbi ana nini? Usikilize. Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu. Ndio. Kama kikionekana katika njia ya haki. Umesikia? Thomas, umesikia? Umbi ni nzuri. Unaona mkao anacheka. Umbi ni nzuri. Kufikia hiyo wakati mpaka umeumbi siki tunahisi. Alafu kuna mwingine akibeba umbi anangoa. Ninakuja hapo bisimoa. Kwa hivyo umbi za mtu ambaye anamcha Mungu huwa ni nzuri sana, zinaweza kukupatia mwelekeo. Yale anaweza kukufundisha jambo na likawa jambo zuri. Amen. Lakini umbi za mtu mchawi ni mbaya. Amen. Amen. Kwa hivyo umbi zako ziwe na taji. Amen. Umesikia kengele? Unaona hicho kidevu kizuri sana, alafu unakipenda kweli baba. Hebu enuka wakione hizo umbi, waone wataji, waone taji. Unaona hiyo? Haya tunaye bwana. MCM tarajiwa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pigia Yesu makofi basi. Mungu alitaka nikufunze hivyo. Na Mungu alitaka nikuombee. Ina maana ya kila jambo linalokuja Mungu anasimamia. Haleluya. Kwa hivyo wewe kuwa mtiifu ukaweze kufanikiwa kwa maisha. Hakuna kitu kingine kinaweza kukufanya ukafanikiwa isipokuwa kuwa na roho ya utiifu pekee. Amen. Ndio mwanangu. Ndio. Utaona njia zako zikinyoka moja baada ya nyingine. Lakini ukiwa na ile roho don't care. Sawa? Care ni maisha yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuinuke sote tuombe.